Pale ambapo unakuwa umelala alafu then unaota ndoto unaona unakula chakula katika ndoto, haijalishi ni chakula cha aina gani, lakini unaota unakula chakula katika usingizi wako ambapo umelala. Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Mahali popote pale unaponifuatilia, ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe mahali popote pale ulipo. Siku leo nimekuja na ndoto hii ambayo watu wengi wamekuwa wakiota, lakini imekuwa ikiwatatiza, lakini pia imekuwa ikiwapa viulizo na changamoto mbalimbali katika maisha yao ya kiroho na kimwili. Na ndoto hii ni pale ambapo unaona mtu anaota ndoto anakula chakula ndotoni. Kwanza kabisa ni lazima uelewe, pale ambapo unakuwa unaona unakula chakula katika ndoto, elewa kabisa ni kwamba unapokea roho ya unajisi au kunajisiwa katika ulimwengu wa roho. Kuota unakula chakula ndotoni mara nyingi ni ishara ya kunajisiwa katika ulimwengu wa roho. Hali hii huwatokea watu wengi sana katika maisha yao, lakini pia hali hii inawapelekea watu wengi kuvunjika moyo au kupozwa kiroho au kupozwa katika nguvu za kiungu ambazo ziko ndani yao. Kunajisiwa katika ulimwengu wa roho, hali hii kunafanana sana na watumishi wa Mungu na waombaji, au kunaleta madhara kwa watumishi wa Mungu wengi ambao ni waombaji, ambao ni wahubiri, ambao watu wana kalama na vipawa. Kwa sababu unapokuwa unaota ndoto unakula chakula, elewa kabisa unapokea roho ya unajisi au unapokea roho ya kufishwa kiroho au kuzofishwa kiroho. Kama ulikopo ni mtu mwenye nguvu za maombi, unapoota ndoto unakula chakula, ile nguvu ya maombi inakufa ndani yako. Kama ulikopo ni mtu unaoitwa kufunga na kuomba, alafu then ukaja ukaota ndoto ukaona unakula chakula katika ndoto, manake ni kwamba ule upako wako au zile nguvu zako za ndani zinafishwa na ule unajisi wa kile chakula katika ndoto. Kwa hiyo ni lazima uelewe, kwa sababu hata Isaya, ukisoma kile kitabu cha Isaya pale Isaya 52 na mstari wake wa 11, maandiko yanasema kwamba lakini nitawaambia ninyi, enendeni na mkae mbali na kitu chochote kilicho najisi. Kwa hiyo katika usingizi wako ukawa unaota ndoto ukaona unakula chakula ambacho unaona unakula chakula, haijalishi ni wali, ni ugali, ni chakula cha aina chochote, lakini unaona unakula chakula, elewa kabisa kuna roho ya unajisi ambayo ndani yake hiyo roho inakuwa ina ajenda maalum ya kukufisha au kukupoza upako wa kiroho. Kama ulikuwa na nguvu za Mungu, zile nguvu za Mungu zinakufa. Kama ulikuwa na nguvu unautishwa ibada, utishwa maombi, una upako, elewa kabisa ule upako ndani yako unaangamia, kwa sababu unapokuwa unaota ndoto unakula chakula ndotoni ni roho ya madhara. Lakini pia mbali tu na kuwa unapokea roho ya unajisi, lakini pia elewa kabisa ni maagano ya kichawi ambayo yanakuwa yanapata nafasi katika maisha yako. Unapokuwa unaota ndoto unakula chakula, ni maagano pia ya kichawi, kwa sababu chakula ndotoni mara nyingi huwa ni njia ya kuingizwa kwenye maagano ya kichawi bila ufahamu wako. Adui hutumia chakula kama alama ya makubaliano katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anaweza kutumia chakula ili kuleta mapatano fulani baina yako wewe na baina yake yeye. Kwa hiyo unaingia katika maagano ambayo wewe ukutegemea au wewe kuyatarajia au kuyakusudia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa roho, pale ambapo unaona unakula chakula, elewa kabisa unapokea maagano mengine. Unapokea maagano mengine. Mfano, unaweza kuona unakula chakula, upo kijijini kwenu, unakula chakula pale, unaona unapewa chakula na bibi na babu na wajomba, unashiriki chakula pale. Elewa kabisa kuna maagano ambayo unakuwa unayapokea katika kile chakula, au kuna roho ambazo zinatoka kwao zinaingia ndani yako zinakuvaa ili kuleta madhara katika maisha yako. Kwa sababu unapokuwa unaota ndoto za namna hiyo, elewa kabisa ni mpango wa adui, unataka kukushambulia kiroho chako, unataka kukuharibu mawasiliano yako, connection yako na ule msimamo wako wa kiroho ambao umesimama nao katika utakatifu. Na walio wengi ambao wanaota ndoto hizi ni wale ambao ni watumishi, watu wanaopenda ibada, watu wanaopenda maombi, watu wanaopenda mafungo,
watu wanaopenda mikesha, watu wenye wito wa uinjilisti, utume, unabii. Ukishaota ndoto za namna hii, elewa kabisa ndani yako ile kiu na ile hamasa ya kumtafuta Mungu inakuwa inakufa, kwa sababu ulimwengu wa roho, adui amepata nafasi ya kukufisha, kwa sababu adui njia kuu ambazo anazitumia katika ndoto. Njia ya kwanza, atakuletea ndoto za majini mahaba. Majini mahaba, utaona unalala alafu unaona majini mahaba unalala nayo pale. Elewa kabisa pale ni roho ambayo inakuwa inafanya kazi ili kuleta madhara katika maisha yako. Lakini njia ya pili ambayo adui ataitumia, atatumia njia ya vyakula, kwa sababu ni njia pia ambazo adui huwa anazitumia sana ili kuleta roho za uharibifu katika maisha ya mtu ambaye ni mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo jambo lingine ambalo unatakiwa uelewe pale ambapo unaota unakula chakula katika ndoto, manake ni kwamba tunasema kwamba ni kufishwa nguvu zako za kiroho, au kudhoofishwa, kuuawa katika ile nguvu asili ya Mungu ya kiroho ambayo umepewa au ambayo imekuwa na kuongezeka ndani yako. Kwa sababu gani? Kama chakula cha kawaida hutupa nguvu mwilini, vivyo hivyo chakula cha kipepo hupunguza au kufisha nguvu kiroho. Hilo ni lazima ulielewe. Pale ambapo unakuwa unakula chakula katika ulimwengu huu, unapata nguvu, unapata afya, unapata ustawi wa mwili wako na lishe. Lakini kiroho, unapokuwa unakula chakula, elewa kabisa utu wako wa ndani unazoofika, utu wako wa ndani unakosa nguvu, kwa sababu ulimwengu wa roho, kuota ndoto unakula chakula hakuna maana nzuri. Maana baada ya kula chakula hiki ndotoni, mtu anaweza kuhisi uzito wa kiroho, kushindwa kuomba, kushindwa kusoma neno la Mungu, kushindwa kufanya ibada, kushindwa kumtafakari Mungu, kushindwa kufunga na kuomba, kwa sababu adui anakuwa amepata nafasi ya kuleta madhara katika maisha yake ambayo yupo anayaishi. Kwa hiyo ni lazima uelewe kwamba pale ambapo unakuwa unaota ndoto, unaona unakula chakula katika ulimwengu wa roho, hapo amka, anza kuomba, anza kukemea, omba, tapika, jitapishe, omba katika maombi, mwambie Mungu ninatapika, zile sumu ambazo nimelishwa ulimwengu wa roho. Unapokuwa unaomba kwamba ninatapika, ninazitoa, ulimwengu wa roho zinatoka kweli kweli, kwa sababu ulimwengu wa roho unakuwa umeingizwa katika mfumo wa roho za kufishwa nguvu zako za ndani. Lakini pia unapokuwa unaona unakula chakula katika ulimwengu wa roho, au unaona unakula chakula katika usingizi wako, elewa kabisa ni maagano ya matambiko. Maagano ya matambiko au maagano ya asili ya matambiko, kwa sababu unapokuwa unaona unakula chakula katika ndoto, elewa pia kwamba kuna maagano ya kiasili ya kimatambiko yanakuwepo, yanaunganishwa na nafsi yako, kwa sababu ndoto hizi pia zinaweza kumaanisha unashikamanishwa katika matambiko ya giza kupitia chakula. Vinaweza kuwa vyakula vya asili, au vyakula vya wanyama, au vya vinywaji vya matambiko. Lakini lengo kuu tunasema kwamba ni kuharibu uhusiano wako na Mungu na kufunga maisha yako katika vifungo vya kipepo. Kwa sababu ukisoma Biblia katika kile kitabu cha Waamuzi 9 na mstari wake wa 4, maandiko yanasema msile nyama pamoja na damu yake. Kwa sababu unapokuwa unakula vyakula vya matambiko, ni vyakula ambavyo vinajumuishwa nyama, vinajumuishwa damu. Kwa hiyo utajikuta unaona unakula vyakula vya namna hiyo, unanyweshwa damu katika usingizi wako, unaona unakula nyama mbichi katika usingizi wako, unaona unakula vyakula ambavyo havijaiva, havijapikwa katika mfumo, au unakula vyakula usivyovijua. Elewa kabisa ulimwengu wa roho, adui anawinda mawasiliano yako wewe na Mungu, anataka ayaharibu. Kwa sababu ulimwengu wa roho, unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, manake adui anakuwa anakuwinda, anataka akuharibu, anataka akurudisha nyuma, anataka akukwamisha. Kwa sababu ulimwengu wa roho, nafasi ikishapatikana ya adui kupenyeza kile chakula, elewa kabisa kuna madhara yatakuja, kuna madhara yatakupata. Kwa hiyo namna ya kuomba ukitaka utoke katika hayo maagano ya vyakula, elewa kabisa jambo la kwanza katika maombi yako ni lazima usimamie yale maombi ya toba. Omba msamaha kwa kufungua mlango wa rohoni na kuvunja kila agano lililofanywa kwa jina lako au kwa nafsi yako. Kwa sababu mpaka mtu unaota ndoto unakula vyakula ndotoni, manake kuna mlango ambao
ulikuwa umeuacha wazi. Kuna mlango ambao adui amepata mpenyo wa kuleta maafa, wa kuleta madhara, wa kuleta roho za mavamizi na mashambulizi katika maisha yako. Kuni lazima uelewe kwamba omba toba, simamia toba ya kweli, kwa sababu vyakula vile vinajisi vikishaingia ndani yako vinakuwa vinaleta mvurugano baina yako wewe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimamia yale maombi ya toba na rehema, ili Mungu aweze kuleta msamaha na urejesho wa uhai wa kiroho ambao adui amekuwa ameuteka au amekuwa akiukamata kwa muda mrefu. Lakini pia jambo lingine ni lazima uelewe katika maombi yako kukataa, tunasema kutakasa ulimwengu wako wa roho kupitia damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Ni lazima ukainyunyiza, ukaiachilia damu yako ya damu ya Yesu ndani ya utu wako wa ndani, kuiachilia damu ya Yesu ndani ya nafsi yako ya ndani, kuiachilia damu ya Yesu katika ulimwengu wako wa roho. Mahali popote ambapo adui alipatia mlango wa kuleta yale maafa au kuleta yale madhara, ndio maana yakaleta matatizo, ni muhimu sana ukasimama katika yale maombi ya kusimamia toba na rehema, ili Mungu aweze kuleta msamaha katika maisha yako. Lakini pia katika maombi yako ni muhimu sana ukakataa roho za kufisha, kwa sababu adui mpaka analeta ameni hizo ndoto, manake anataka kufisha kiroho, anataka kuangamiza kiroho, anataka akuue, akupoteze, akutoe katika nafasi yako ya mahusiano yako baina yako wewe na Mungu. Kwa hiyo tangaza kwamba roho za mauti na uharibifu wa kiroho hazina nafasi maishani mwako, kwa sababu ukishaomba maombi ya namna hiyo, elewa kabisa Mungu ataenda kujitwalia utukufu wake katika maisha yako, na nguvu za kichawi zitaenda kuharibiwa na kuzofika katika maisha yako. Lakini pia jambo lingine ambalo unatakiwa uelewe ni kwamba inatakiwa kujitenga na maagano ya kichawi, kwa sababu mpaka umeota hiyo ndoto kuna maagano pale au kuna mfungamano pale, kwa sababu ndoto hizi mara nyingi tunasema kwamba maombi ya kujitenga nayo maagano ya kichawi, kuvunja kwa maombi kila agano lililofanywa kupitia chakula, na ujitenganishe na madhabahu za giza, ili Mungu aweze kuleta utukufu wake katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana utakaposimama katika maombi ya namna hiyo, kukataa, kujitenga, kuharibu, kuangamiza hizo roho, ndipo Mungu atakapoenda kuleta ushindi na ukombozi katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii. Niliyekuwa ninaongea nawe ni Kuhani Samuel Yosea. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.